Wiki zikabadilika kuwa miezi. Familia ya Malcolm ilirudi tena kuishi maisha ya kawaida mjini Halifax, Kanada. Ezra alionekana kufurahia kuwa na Winnie, licha ya jicho lake moja lililopotea. Jane aliendelea kusoma zaidi kuhusu viumbe wa baharini, na siku moja aliamua kuandika kitabu, Giza la Bahari, series ya Thalassa. Wazazi wao, Malcolm na Miriam, walijaribu kuondoa kumbukumbu ya ajali ya meli na kutoweka kwa muda wa watoto wao, lakini kulikuwa na jambo moja ambalo halikuweza kufutika: hofu isiyoelezeka iliyoenea nyumbani mwao kila usiku kulipopigwa upepo kutoka baharini. Ezra alianza kuona ndoto. Katika ndoto hizo, alikuwa kwenye mji wa ajabu wa chini ya maji, lakini haukuwa tena Thalassoria ya Kunga. Kulikuwa na mji mwingine, mji wa mawe meusi, wa milango iliyozibwa kwa minyororo, na wenye viumbe waliolala wakisubiri. Katika ndoto hizo, Winnie alisimama katikati ya jumba la kifalme, akiwa na macho ya bahari, nywele zilizogeuka samahani, na sauti ya kina kirefu: wakati wa kuchagua umefika. Sisi si binadamu, na hutakiwi kubaki katika dunia yetu wenyewe tena. Ezra angeamka kwa jasho, moyo ukidunda.